mbalimbali tusingeweza kufanikiwa, kwa sababu tusingekuwa na washiriki, tusingejua ni watu gani ambao wanahitaji kupata maarifa haya. Kwa hiyo ninatambua sana mchango mkubwa wa Kanisa la Moravian, idara ya diakonia, shirika la Kondiso na uwakilishi wote wa idara ya diakonia mpaka ngazi ya ushirika kama idara ya diakonia. Lakini pia ninatambua sana mchango mkubwa wa shirika la Kuavita. Kama walivyosema kwenye video, ni mwaka wa 3 kama sijakosea ya kushirikiana na shirika la Kuavita katika utekelezaji wa semina mbalimbali zinazohusiana na ujasiriamali kwa ajili ya watu wenye ulemavu na pia watu wajali na wanaowatunza watu wenye ulemavu, kama ni watoto au hata watu wakubwa wenye ulemavu. Sisi tunapenda sana kufanya kazi kwa ushirikiano na shirika la Kuavita kwa sababu ni watu sahihi kufundisha hayo mambo kwa watu wenye ulemavu wenzao. Tumeona kwamba wakufunzi wa mambo ya ujasiriamali wako wengi, lakini wakufunzi wenye ulemavu wanaofundisha mambo ya ujasiriamali ni kipekee sana, na inaweza kuwatia moyo sana washiriki wa mafunzo kuona kwamba na mimi pia naweza, kwa sababu mwalimu wangu yeye pia ni mlemavu mwenzangu. Kwa hiyo hakuna kizuizi tena mimi kufanikiwa na kuwa mjasiriamali mzuri na kupata mafanikio ya kiuchumi katika maisha yangu. Sisi kwa ujumla, ushirikiano wetu na idara ya diakonia Kanisa la Moravian Jimbo la Kusini Magharibi, lengo letu kubwa ni kuondoa au kutokomeza vizuizi vinavyowazuia watu kupata huduma za kiafya zinazohitajika. Tumeona kwamba watu wengi wanahangaika na wanasumbuliwa na matatizo mbalimbali ya kiafya. Tumeona pia kwamba kundi la watu wenye ulemavu mara nyingi hao watu mahitaji yao ya kiafya yanagharimu hela nyingi, mara nyingi ziko nje ya bima. Hata kama mtu mwenye ulemavu ana bima, huduma anazozihitaji ziko nje ya bima, mpaka alipe yeye mwenyewe kutoka mfukoni mwake. Vifaa saidizi, hata miwani ninayovaa sio bure, unaweza kulipa hela nyingi kupata miwani. Kama ni vifaa saidizi kwa ajili ya viungo kama fimbo, kama kitimwendo, kuna vifaa saidizi vingi ambavyo vinaweza kumsaidia mtu mwenye ulemavu kutegemeana na mahitaji yake, lakini mara nyingi vinagharimu hela nyingi. Vile vile mtu mwenye ulemavu inawezekana kwamba amekosa fursa mbalimbali ambazo mtu ambaye hana ulemavu angeweza kushiriki kupata elimu ya aina mbalimbali. Kuwa na semina ya mkalimani kama unavyoona ni kitu adimu kwa siku hizi hapa Tanzania. Mara nyingi mpaka mtu awe anaweza kusikia, anaweza kutumia darasani, si ndio? Awezi kufika kwenye mazingira ya semina. Kuna vitu vingi vinavyowazuia watu wenye ulemavu kupata elimu, na hizo elimu zinaweza kumsaidia mtu kuwa na hali nzuri ya kiuchumi. Kwa hiyo kuna matatizo mawili yanaungana. Kuna gharama kubwa za huduma za afya zinazohitajika, alafu kuna fursa chache za kupata elimu ambazo zinaweza kumsaidia mtu kuwa na hali nzuri ya kiuchumi. Ndio maana sisi kwa ushirikiano na idara ya diakonia tumeona kwamba tukitaka kuondoa vikwazo vinavyowazuia watu wenye ulemavu kupata huduma zinazohitajika ili wawe na maisha bora, kitu kinachohitajika ni uwezeshaji wa kiuchumi. Ndio maana tumepanga hizo semina na tunaendelea nazo. Tunaenda eneo hadi eneo, tumeanza Ilemela, tumeenda Igunga na Mbalizi, Chunya, mwaka huu tuko hapa Rujewa, na tutaendelea nazo kwa ushirikiano na Kondiso pamoja na Kuavita. Lakini tunaona kwamba mkakati huo pia ni uendelevu. Kwa sababu gani? Washiriki wengine wa semina ni kamati za udiakonia na viongozi wa udiakonia. Hawa watu wanaendelea kuwepo, kuendelea kuhudumia jamii.
kuna njia mbili. Kwanza, wao wenyewe kama kamati ya diakonia wanapata stadi za kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazohusika katika jamii inayowazunguka. Ina maana kwamba wana mzunguko wa fedha ndani ya kamati ambayo inaweza kutumika kuhudumia jamii moja kwa moja. Wanapoendelea kwenda nyumba hadi nyumba kutambua mahitaji ya watu wasiojiweza katika jamii zao, wana hela zao zinazoweza kuwasaidia vitu vidogo vidogo kama chakula au nauli, kwenda kliniki au kwenda kupata matibabu yanayohitajika na vitu mbalimbali. Kuna mifano mingi, kwa mfano kusaidia watoto yatima na vifaa vya shule na kadhalika. Ina maana kwamba kamati za diakonia sio kutegemea makao makuu moja kwa moja. Wana hela zao zinazoendelea kuzunguka ili waweze kuhudumia watu mahitaji madogo madogo moja kwa moja. Kwa hiyo inachangia kwa kiasi kikubwa mradi kuwa na uendelevu. Lakini pia tumeona kwamba ni bora watu wasiojiweza katika jamii au watu wenye hali duni ya kiuchumi katika jamii wawe na uchumi wao, wawe na miradi yao inayoingiza mapato. Na kwa sababu wanakamati wa diakonia wameshiriki pia semina, wao wana stadi hizo, wanaweza kuwafundisha watu katika jamii zao namna ya kutengeneza hizi bidhaa na namna ya kuwa na uchumi wao. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna faida nyingi zinazoweza kupatikana kupitia hizo semina. Ndio maana tumeamua tuendelee kuwekeza kwa ushirikiano na kamati za diakonia, idara ya diakonia kwa ujumla, pamoja na kuwapita kuendelea kuleta hii elimu katika jamii mbalimbali zilizoko ndani ya jimbo la Kusini Magharibi, Kanisa la Morani Tanzania, mpaka tuone kwamba kweli jamii ya watu wenye ulemavu imevuka kiuchumi. Ila ninaomba tumeona pia kwamba hata kwamba ni kitu kizuri sana, yaani ni kitu chanya kuwezesha wanawake kiuchumi, na tunapenda sana malengo ya shirika la Kuwavita. Tumeona kwamba wanawake mara nyingi wanabeba mizigo miwili. Wanabeba mzigo wa kuwajali watu wenye ulemavu, kama mtoto au hata mtu mkubwa ana ulemavu, anahitaji mtu kumhudumia kila wakati. Unakuta kwamba asilimia kubwa ya watu wanaowajali watu wenye ulemavu ni wanawake. Lakini pia tunapokuja na hizo elimu, tunawapa tena mzigo wa pili kwamba wanatakiwa kuingiza na mapato. Unaona, ni mizigo miwili kwa wakati mmoja. Na tunaposhuhudia katika jamii zetu za hapa nyanda za juu kusini Tanzania, asilimia kubwa kaya zenye mtu mwenye ulemavu ambaye anahitaji huduma kila wakati, anayemjali ni mwanamke, anayeingiza mapato, anayebeba mzigo wa kuhakikisha kwamba chakula kipo, nyumba ipo kuishi, ni mwanamke. Kwa hiyo ombi langu sisi kama wanajamii, tuhamasishe wanaume kuona kwamba kuwajali watoto wenye ulemavu na kuingiza mapato ni jukumu la mwanaume na mwanamke pamoja. Sio kuendelea kuwaachia kina mama mizigo yote. Tunahitaji kubadilisha mtazamo wetu kwamba kazi ya kumjali mtoto, kazi ya kumlea mtoto, kazi ya kumjali mtu ambaye hajiwezi ni kazi ya mwanamke. Hapana, ni kazi ya jamii kwa ujumla. Nampongeza sana kaka Mahenge kuona namna alivyofanikiwa kuwashirikisha wanaume katika huduma za udiakonia. Ni hatua nzuri sana, lakini sisi wote kama wanajamii tuna jukumu sasa kuendelea kuwahamasisha wanaume kukubali kwamba kuwajali watu wasioweza kujijali ni majukumu yetu yote bila kujali. Ndio Mungu. Asante sana kwa kunisikiliza.
wakilishi wa ofisi ya mkuu wa wilaya, baba askofu